Sabato njema. Huu ni wakati wa pekee sana kaka zangu na dada zangu. Hakika ninaamini ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Ninaamini ya kwamba tunahudhuria mikutano michache ya mwisho ambayo hatutaweza kuiona tena. Siamini kwamba ni bahati tu ya kwamba wewe na mimi na kila mmoja aliyepo hapa amefika kwa bahati tu. Kuna wengine wametokea mbali sana. Wengine wametokea nchini Canada. Na wengine wametokea mazingira ya karibu hapa. Kuna wengine wametokea katika maeneo mengi sana. Hata hapa. Na Mungu anataka kunena katika mioyo yetu. Niko radhi kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanywa leo. Umesikia ninachokisema? Niko radhi kufanya kile kinachopaswa kufanywa leo. Gombo la 5 la shuhuda kwa kanisa linasema, katika kazi ya mwisho ya kutisha, watu wachache sana wakuu watahusishwa. Wamekuwa wenye kujitosheleza wenyewe, hawamtegemei Mungu, na Mungu hatawatumia tena. Katika siku hizi za mwisho, Mungu anahitaji watendakazi wanyenyekevu sana, ambao wanatiwa nguvu kwa maombi na imani. Ninakuhitaji uombe pamoja nami. Ujumbe ambao naenda kushiriki nanyi wapendwa, si tu ni ujumbe kaka zangu na dada zangu. Ni kitu fulani ambacho tunatakiwa kujiandaa kwacho kwa ajili ya mvua ya masika. Duniani kote Mungu anaandaa tayari watu kuwa tayari. Mungu anajaribu kuinua masalio kutoka kwenye kanisa hili ambao wanaweza kupeleka ujumbe. Na shetani anafanya kazi kwa nguvu zake zote ili kuvunja kupasua kanisa hili la masalia katika vikundi na mtu mmoja mmoja kama atom. Na tutakuja kujibu nini juu ya ombi la Kristo Yesu aliloomba tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. Na kitu kikubwa ambacho kilifanyika kule kwenye orofa ya juu kipindi cha wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi wa Yesu walijifunza ya kwamba ilikuwa si kwa ajili yao bali kwa ajili ya Kristo Yesu. Angalia, mara ya kwanza hapo awali walikuwa wanatazama nini? Walikuwa ni watu waliojisimika katika kutazama nafsi zao wenyewe. Walikuwa wamejikita kuangalia kwa manufaa yao wenyewe. Lakini hiki hakipaswi kufanyika kwa kanisa ambalo linajiandaa kwa ajili ya mvua ya masika wapendwa. Gombo la 5 shuhuda kwa kanisa, katika sura inayosema muhuri wa Mungu. Mungu anasema wale wanaoungana na ulimwengu wanapokea ukungu wa ulimwengu na mvuto wake, na wanajiandaa kupokea chapa ya mnyama. Lakini wale ambao hawajitumaini nafsi, wale wanaodumu kujinyenyekeza mbele za Mungu, wale wanaotii ile kweli na kuendelea kusafisha nafsi zao, wanapokea manyunyu ya mbinguni na wanajiandaa kwa ajili ya kupokea muhuri wa Mungu. Unadhani uko tayari kwa ajili ya marejeo ya Kristo? Unadhani kila mtu aliye hapa ana matatizo, lakini wewe pekee ndiye uko kiroho? Ajizaniaye amesimama aangalie asije akaanguka. Ninaposema na nyinyi, nasema na nafsi yangu pia, ndugu zangu. Kichwa cha somo letu asubuhi ya leo kinasema mnyama ndani kwa ndani, the beast within. Mnyama ndani kwa ndani. Lakini nahitaji maombi yako, na wewe unahitaji maombi pia. Nasoma katika message to young people nikisema tunapojidhiri mbele za Mungu shetani anatetemeka sana. Je, unataka shetani atetemeke? Hebu fikiria kama kanisa lote tungeungana katika maombi namba 1
mioyo yetu kufunguka. Inahitajika mioyo wazi ili kupokea Roho Mtakatifu. Kusema, Bwana, nionyeshe hali yangu ya halisi ya uchi na ukiwa. Kwa maana isipokuwa tu tumetambua hali yetu ya hitaji kutoka kwa Mungu, maana wale walio wazima hawahitaji daktari. Kwa hiyo namba moja, omba kwamba Mungu nionyeshe hali yangu ya uchi nilivyo. Namba mbili, omba Mungu nionyeshe Yesu aliye tabibu wa mapungufu yangu. Na omba ya kwamba Roho Mtakatifu aweze kushuka juu yetu leo. Amen. Kama mkipiga magoti kwa kichwa na kuomba maombi ya kwamba Mungu nionyeshe hali yangu halisi ya kiroho, kuonyesha mioyo yetu uhalisia wa hali zetu za kiroho, kuomba Yesu tumuone ambaye ni tiba ya udhaifu wetu na mapungufu yetu, na kuomba kama familia moja ya kwamba tuweze kupokea Roho Mtakatifu na kupokea uzoefu mpya katika siku ya leo. Father, Baba, the hour is come. Saa imekuja Glorify thy ya kwamba umtukuze mwanao, that thy son ili kwamba mwanao aweze kukutukuza wewe. Lord, you know, Bwana, unajua ya kwamba nina mzigo kufanya jambo hili, but in your strength, lakini katika nguvu zako weakness is made perfect. madhaifu yetu yanakamilishwa. I pray for the Naomba kwa ajili ya nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu kuja katika kiwango na kipimo ambacho hatujawahi kukipokea hapo kabla. Tunaomba ufungue mioyo yetu ili kila mmoja peke yake kwa nafsi yake aweze kuona hali yetu halisi ya uovu na ukiwa, kwa sababu tumaini pekee la Laodikia ni kutambua asili ya hali yetu ya kiroho. Lakini itakuwa si matumaini kama tusipomtambua Yesu Kristo ambaye anaweza kukidhi hitaji letu. Hebu Bwana tumuone akiwa juu, akiwa ameinuliwa, utukufu wake na uangaze patakatifu juu mbinguni, lakini tusi hapo bali pia katika patakatifu pa mioyo yetu na miili yetu iangaziwe na utukufu wake Bwana. O Bwana, imalize kazi yako. Tazama Bwana, wewe unajua kuliko sisi ya kwamba dhahama kubwa inakuja mbele yetu na hatuko tayari. Hatuko tayari. Asante kwa maana tuna fursa nyingine leo. Na Bwana, tuonyeshe ya kwamba tuko na mnyama ndani kwa ndani. Kaa ndani yetu Bwana, tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 24, kama ukifungua pamoja nami katika kitabu cha Mathayo 24, na ufikapo basi uniarifu kwa kusema amen. Unakumbuka kwamba Yesu alikuwa anakaribia kufa katika msalaba wa Kalvari. Utakumbuka mtu fulani anapokaribia kufa husema baadhi ya maneno yake ambayo ni ya muhimu zaidi. Na utakumbuka ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 23 Yesu alikuwa amemaliza tu kuwakemea watu wake kwa machozi, kwa maana aligundua ya kwamba wengi wao
walikuwa ni kama vile makaburi yaliyopakwa chokaa, na ndani yake yamejaa mifupa ya watu waliokufa. Na Yesu alikuwa anajaribu kuwaonya wao kabla hawajachelewa. Na Yesu alisonta kidole kwenye hekalu na akawaambia, tazama, nyumba yenu imeachwa ukiwa. Na Yesu alisema, tazama, hamtaniona uso wangu tena. Na wengi aliwaacha. Unaweza kupiga picha ilikuwaje namna Yesu anaacha hekalu lake na kwa mara ya mwisho akitoa tamko hilo. Na ghafla wanafunzi wa Yesu walijisikia hali ya ukiwa na mzigo wa uharibifu ukiwa umetulia juu ya hekalu, juu ya mioyo yao na akili zao. Yesu alienda katika mlima Mzeituni, na alipendelea sana kwa sababu mlima Mzeituni, wanafunzi hawa walikuwa si wanatazama hekalu kwa chini, lakini walikuwa wanatazama moja kwa moja, kwa maana lile hekalu lilikuwa limeenda juu kwa mamia ya futi kwenda hewani. Lilikuwa moja ya maajabu ya dunia, kiasi kwamba hata Rumi ya wakati ule ilikuwa inashangazwa katika nyakati zile. Lilionekana kama mlima wa barafu iliyotengenezwa kwa chokaa pure, ambao ilionekana, na tumeambiwa katika roho ya unabii. Na wale wanafunzi walifikiria kwamba hiyo ndio ilikuwa fahari ya Wayahudi. Hawakuamini ya kwamba kitu fulani kinaweza kutokea na kupelekea kutobaki jiwe juu ya jiwe katika hekalu hilo. Na hii inatuambia ya kwamba kuna uharibifu wa ulimwengu. Na wanafunzi wake Yesu walimwangalia, hebu tazama ile hekalu. Hivi unataka kutuambia ya kwamba halitasalia jiwe? Na tukiangalia Mathayo 24, tukiangalia kwenye fungu la kwanza na la pili, kama uko hapo sema amina. 24:1 nasema, Yesu akawaambia, hamuoni mambo haya? Tazameni nawaambia, amini amini nawaambia, halitasalia jiwe hata moja ambalo halitaangushwa. Ilikuwa ni kama vile nilivyowaambia hapo kabla, ya kwamba mtu mmoja ananionyesha taasisi za kanisa la Waadventista wa Sabato za masomo ya elimu ya juu, akinisontea mahostari yetu ambayo mabilioni ya dola yamechangishwa, akinisontea kwenye majengo yetu makubwa ya makanisa, na mambo haya yote mengi tulionayo, mambo haya ambayo muda sio mrefu hakuna hata moja ambalo litasalia isipokuwa limejengwa juu ya alama za Kristo na mipaka yake aliyotupatia. Roho ya uharibifu ya uangamivu tayari iko juu yetu, lakini kalamu ya uvuvio imekuwa ikituonyesha kwamba mashule yetu haya yote ambayo hayafati programu za Mungu punde yatafagiliwa mbali. Sasa naomba mnisikilize. Itakuwa ni jambo la serious ya kwamba Mungu anatuonyesha ya kwamba kila mabilioni na mamilioni ambayo tumeyatumia kwa ajili ya kujenga vitu ambavyo viko nje ya mpangilio wa Mungu, na unafikiri nini kitatupata sisi? Jifikirie kwamba kama ulikuwa unajenga jengo na hilo jengo sio mraba, na jengo hili likawa halijanyoka. Sasa kama ningeweka timazi au plumb line kupima unyofu wa ule ukuta, na nikapima kwa timazi yangu na nikagundua kwamba ukuta ulikuwa haujanyoka, ni nini nitakifanya? Na nimeweka pesa nyingi juu ya jengo hilo. Unajua, nakumbuka wakati nikiwa kule Florida, nilikuwa nikienda kanisani na walikuwa wakijenga kanisa jipya, na mmoja wa washiriki wa kanisa lile, mama yao, na mmoja wa wanafamilia wa kanisa lile, baba yao alikuwa ni mmoja wa wajenzi. Na walipokuwa pale kanisani, binti wa yule mjenzi alikuwa na furaha ya kwamba jengo letu la kanisa linakaribia kuisha. Na yule baba consultant, mjenzi msimamizi, alisema kwamba nitakuja kukagua hilo jengo nilione. Na yule baba msimamizi alipokuja kukagua lile jengo, alikuja akaangalia, akamwambia mke wake, "Hani, hiki ni nini?" Na wale kanisa walikuwa wanafurahi kwamba atasema vizuri, lakini akamwambia,
hili jengo haliko sawa. Akawaambia hili jengo linatakiwa liangushwe chini. Sasa inawezekanaje tunaona hivyo kwa majengo ya nje, lakini tunapokuja kwenye jengo la kiroho la Mungu hatuoni matatizo na mapungufu yaliyopo? Mungu anatuambia kwamba katika moja kitu cha msingi sana tunahitaji ni uamsho na matengenezo. Tunapaswa kurudi kwenye utaua wa kanisa la awali wa uchamungu wa kweli. Yesu alipowaambia wanafunzi wake, walijisikia hofu kama vile ambavyo leo tunajisikia. Walistuka na kuona ya kwamba huu ulikuwa ni mwisho wa dunia. Na katika fungu lile la 3, hebu soma pamoja nami. Nasema ya kwamba walimuuliza Yesu, je, haya mambo yatakuwa lini na nini itakuwa ni ishara ya mwisho wa dunia? Waliamini vile na waliunganisha matukio ya kuvunjwa kwa hekalu la Yerusalemu pamoja na mwisho wa dunia. Waliunganisha matukio yote hayo mawili, ya kwamba kuvunjwa kwa hekalu kulikuwa kunaashiria jinsi itakuwa mwisho wa dunia, na waliomba ishara ambazo zingewaambia kwamba ujio wake uko karibu sana. Na tukisoma baadhi ya ishara ambazo Yesu aliwaambia kwamba watajua ya kwamba yeye yu karibu, Yesu alisema juu ya matetezi ya vita ambayo yangekuja kutokea baadaye. Na utakumbuka ya kwamba Mungu alituambia kwamba mambo haya yatatokea punde tu kabla ya kuja kwa ule mwisho. Na hata sasa tunashuhudia tetezi za vita zikiendelea katika ulimwengu wa leo. Leo hii tunasikia na tunaona dalili ya vita kule Mashariki ya Kati, na muda mwingine tunatambua ya kwamba ni utimilifu wa unabii. Na sababu kuu kwa nini mambo haya yanatokea, unajua, roho ya unabii inatuambia ya kwamba Mungu anatumia hizi ili kuamsha akili za watu ili kurejea kwenye matayarisho ambayo yanahitajika. Na shetani anataka kulaza akili zetu. Wakati huo anafanya akili za ulimwengu kuwa katika hali ya hofu, watu wa ulimwengu kuwa katika hali ya hofu, ili kupitia hofu zile aweze kumalizia ajenda yake ya mwisho ya kuweka sheria mpya kwa ulimwengu. Na Yesu hakusema tu kutakuwa na matetezi ya vita kati ya taifa na taifa, bali alisema kutakuwa na matetemeko, kutakuwa na mafuriko, kutakuwa na tauni, magonjwa yatalipuka. Na hakika tunayaona mbele yetu leo kama vile Yesu Kristo alivyoyasema. Na kumbuka wakati fulani nikiperuzi katika mtandao, nikiangalia mahali fulani kulitokea mafuriko, na nikaangalia mioto, matetemeko, pepo zikivuma, vimbunga vikitokea, na ilionekana kwangu ni kana kwamba ni matukio ambayo yanafuatana, kila baada ya moja linafuata jingine, kana kwamba yamepangwa katika mfululizo fulani, na ilikuwa katika namna ya haraka yakifuatana kwa upesi. Na ulimwengu utazania ya kwamba usalama wao pekee itakuwa ni kuruhusu sheria ya Jumapili ili kuwaleta katika kibali mbele za Kristo Yesu. Tuko katika ukingo wa matukio ya kutisha na mazito, na tuko katika zama ya kutisha, ndugu zangu, kaka na dada. Na shetani anataka mimi na wewe tusielewe kazi ya matayarisho ambayo inahitajika tuyafanye kabla ya wakati huo. Na kumbuka andiko fulani lilisema hatuko hata tayari kufanya matayarisho. Si kwamba tu hatujajitayarisha, bali hatuko tayari hata kujitayarisha kwenyewe. Na tunaishi katika wakati ambao Mungu anajaribu kuambaa katika mioyo yetu, kwa sababu hayuko tayari mmoja wetu apotee. Unajua, Mungu angezuia mlango wa rehema usifungwe kwa mamilioni ya miaka ili kuokoa roho zetu tu. Kumbuka msalabani, Mungu aliamua kulifanya jua lizame wakati wa mchana ili kuruhusu mlango wa rehema ufungwe. Na kitakachofanya mlango wa rehema ufungwe ni kwa sababu mioyo yetu itafikia mahali itakuwa migumu. Na hivyo Mungu hatafanya makosa kuongeza mamilioni ya miaka wakati atajua ya kwamba mioyo yetu itakuwa mizito na haitaweza kubadilika. Na hata mimi nasema ya kwamba mioyo hiyo hata Mungu mwenyewe hataweza kuibadilisha, isipokuwa sisi wenyewe tuisalimishe mioyo yetu kwake. Maana tunaishi katika wakati wa zama mbaya. Tumeambiwa katika fungu la 13 Mathayo 24 ya kwamba mambo haya yatakuwa tu ni mwanzo wa utungu. Kwa maneno mengine, ndugu, ni kwamba hatujaona kitu bado, kiasi kwamba jinsi tunapiga picha na kutazama taswira ya mafikira yetu, hatujafikia kwenye kiwango jinsi itakuwa halisi wakati utungu halisi utakapofika.
Na fungu la 13 Mathayo 24 linasema, yeye atakayevumilia hata mwisho. Haisemi yule anayeanza, inasema yule atakayevumilia hata mwisho. Yaani tutahitaji uvumilivu, subira ambayo itatuwezesha kuimaliza zahama hii. Haitakuwa kama wale ambao wako na Yesu leo, kesho wako na Shetani, alafu bado wanaamini ya kwamba watakuja kufaulu katika zahama hiyo. Hauwezi kuchanganya mafuriko ya Shetani na Mungu alafu kisha kutengeneza damu ya Yesu Kristo. Mungu hawezi kushiriki utukufu na mtu mwingine. Hebu tuombe. Mungu, tunaomba uyakaze macho yetu kwa Yesu. Usiruhusu mvurugano wa Shetani kutuhamisha akili zetu, kwa maana anaogopa juu ya uweza wako. Lakini Mungu mpendwa, lakini kuna mwabubu ambao hawezi kusema, lakini Mungu wangu, naomba uniwezeshe kusema yote, ili kwamba macho yetu yaweze kukazwa na kuelekezwa kwa Yesu. Katika jina la Yesu, amen. Tunaishi katika saa mbaya ya zahama, kama ambavyo tulisikia katika shule ya Sabato ya kwamba kama hatuna kiasi, hakutakuwa na subira ya watakatifu. Pasipokuwa na kiasi, hatuwezi kuwa na subira ya watakatifu. Cha kwanza ni kuwa na kiasi, kisha huja subira ya watakatifu. Na karama ya uvuvio inasema mwanaume asiyekuwa na kiasi hawezi kuwa mwanaume mwenye uvumilivu na subira. Na ili kuvumilia hata mwisho kwenye zahama hii, kunahitajika kitu fulani kizame kwa kina katika mioyo yetu. Mpendwa, hatuwezi kuwa na kiasi kwa nguvu zetu wenyewe. Ni kazi fulani ambayo ni matunda ya Roho wa Mungu kwa ndani yetu. Wapendwa, nimewaambia tangu asubuhi ya kwamba tutahitaji uzoefu ambao utatuwezesha kuvumilia katika kipindi cha zahama hiyo. Ni nini sasa kitatusaidia ili kutuleta kwenye kuvumilia hata mwisho? Ni nini kitatupatia nguvu na uweza wa kuvumilia matukio ya mwisho ya historia ya ulimwengu? Fungu linalofuata linatupatia majibu. Fungu la 14 Mathayo 24 linatuambia ya kwamba mwenye kuvumilia hata mwisho ataokolewa. Na linalofuata linasema ya kwamba nini kitaleta uzoefu wa kuvumilia. Linasema ya kwamba na habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa ulimwengu wote na kwa kila taifa, ili kuwa ushahidi, ndipo ule mwisho utakuja. Na kama watakaovumilia hata mwisho ndio pekee watakaookolewa. Hili linamaanisha kwamba habari njema, the gospel, injili ya mwisho, ndiyo itakayotupa nguvu sisi ya kuvumilia hata mwisho. Na nguvu hii haijafichwa katika uwezo wako mwenyewe, bali imelala katika uweza wa Kristo ambao umedhihirishwa katika injili ya Kristo Yesu inayohubiriwa. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu gani nasema? Ufunuo 14 fungu la 6. Tunaona kwamba Mungu ametupa injili maalum ambayo itatupatia nguvu ya kuvumilia matukio ya kutisha ambayo yako katika siku za mwisho za ulimwengu. Katika Ufunuo 14 tunaiita ni injili ya malaika watatu, kwa sababu tunaona malaika watatu wakiluka juu ya mbingu na bahari. Na hii inawakilisha kazi ya Mungu ya mwisho kwa ulimwengu. Na hii inawakilisha injili ya mwisho ya Mungu kwa ulimwengu. Ufunuo 14 fungu la 6, naomba ukifika pale niambie amina. Biblia inasema, nikaona malaika wenye injili ya milele wakiruka katikati ya mbingu. Anasema wana injili ya milele. Hawa malaika wameshikilia injili ya milele. Na hii injili, gospel, ndiyo ambayo inatupatia nguvu sisi ya kuweza kuvumilia, kiasi kwamba pasipokuwa na hii injili tutakuwa tumepotea. Na hii ndiyo maana siogopi wala sionei haya injili, kwa sababu ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu. Kwa hiyo Biblia inasema malaika mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Kwa hiyo hii ni injili kwa kila dini na kanisa, lakini ni kundi moja tu wanaweza kuitoa hiyo injili. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, injili hii inatupatia sisi kuelewa kila kitu tunachokihitaji. Unajua ni nini ambacho dada White alionyeshwa kwenye mashauri kwa waandishi na wahariri katika ukurasa wa 29? Tuliambiwa kwamba katika jumbe hizi za malaika watatu, ujumbe ule wa malaika yule watatu ni wenye umuhimu mkuu.
Ujumbe wa malaika yule wa tatu ni wa muhimu mkuu kwa sababu unabeba ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili. Maudhui yake ni nini? Ambayo ni yenye muhimu mkuu, ujumbe wa malaika yule wa tatu. Mungu anapotuma ujumbe ambapo anaona hata haifai kutumia wanadamu, kiasi kwamba ameweka ishara ya kwamba ni malaika. Hili linamvuta mtu yeyote mwenye akili timamu apate kuchukulia uzito ujumbe huu. Hata hivyo, katika fungu lile la 9 ndipo kuna ujumbe wa malaika yule wa tatu, na tuliambiwa ya kwamba katika ujumbe wa malaika huyu ndipo kumebeba ujumbe wa onyo kali na la kutisha ambalo halijawahi kutolewa kwa ulimwengu kamwe. Katika fungu la 9 Biblia inasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Kwa hiyo hili ndio onyo. Kisha hapa kuna hukumu. Fungu lile la 10 nasema, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Bila kuchanganywa na nini? Nashangaa kwa nini bila kuchanganywa na maji? Nashangaa, sijui inamaanisha nini. Mnaona kaka zangu na dada zangu, kiasi kwamba kila hali mnayoiona katika ulimwengu huu daima imekuwa imechanganywa na rehema za Mungu. Ghadhabu yoyote imechanganywa na rehema za Mungu. Miaka kadhaa nyuma kuna jambo kulikuja kitu kinaitwa gin na juice. Walikuwa wakichukua pombe. Wanapochukua ile pombe walikuwa wanachanganya na juice ili katika kuongeza ile juice kwenye ile pombe walikuwa wanaipunguza ukali ile pombe. Lakini hapa Biblia inasema kwamba Mungu anaenda kutuma ghadhabu ambayo itakuja katika nguvu kamili, ambayo itakuwa haijachanganywa hata kidogo na rehema. Kaka zangu na dada zangu, ukikumbuka zama za gharika, unaweza ukapata picha ilikuwa hasira ya namna gani ambayo ilimwagwa. Gharika ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba roho ya unabii inatuambia katika kitabu cha Wazee na Manabii ya kwamba hata shetani mwenyewe aliogopa. Niwaulize, hivi shetani anaweza kutetemeka? Anaweza kutetemeka, lakini pale inatuambia kwamba hata shetani mwenyewe alitetemeka na kuwa na hofu juu ya uhai wake, lakini aliweza kupumua. Haikuwa gharika lililomfanya shetani atetemeke, lakini kwamba alikuwa hajawahi kuona hasira ya Mungu kama kiasi hicho. Alifikiri kwa kuwaingiza majaribuni Adam na Eva angeweka udhibiti juu ya dunia yote. Alikuwa hajawahi kuona hasira ya Mungu, lakini kwa mara ya kwanza alifikiria kwamba huenda siku zangu zilikuwa zimefupizwa kuliko nilivyotarajia. Lakini nakwambia hata gharika lilikuwa limechanganywa na rehema za Mungu. Lakini katika siku za mwisho, wale wanaopokea chapa ya mnyama watapitia uzoefu wa ghadhabu ya Mungu ambayo haijachanganywa na rehema. Unajua, Yesu hajapenda sisi tushiriki kikombe kama hicho, kwa sababu alikuwa na kikombe kama hicho kule Getsemani. Lakini hapa inasema, hebu tusome tena katika fungu la 9 na 10, inasema nao watakunywa katika kikombe cha ghadhabu ya Mungu isiyochanganywa na rehema, na kikombe cha ghadhabu yake na hasira yake. Yesu alikinywea kikombe cha ghadhabu ya Mungu, lakini hao wanaopokea chapa ya mnyama wanasema, Yesu, naomba hicho kikombe usikinywee, tunakitaka sisi tukinywee. Kisha andiko linaendelea kusema, nao wakateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya mwana kondoo na mbele za malaika wa Mungu na mbele za mwana kondoo. Mungu hataki mtu yeyote apitie uzoefu kama huo. Mungu hapendi. Unajua, nabii Ellen White katika kitabu cha maandiko ya awali aliona mapigo 7 yakimwagwa kwa ulimwengu. Ufunuo 15 fungu la 1 inasema ghadhabu ya Mungu iko ndani ya yale mapigo 7. Dada White anasema alikuwa na maono juu ya mapigo 7 na alimwambia Mungu, ninaomba usiendelee kunionyesha mimi zaidi hayo. Alisema juu ya maneno haya ya kwamba aliona kikombe cha ghadhabu ya Mungu wakati kinataka tukumwagwa juu ya ulimwengu. Mambo haya kubaki kama yalivyokuwa.
Na hivyo malaika yule watatu ni kutuonya sisi ili tusipokee chapa hiyo. Kwa hiyo ndugu, kaka zangu na dada zangu, ujumbe wa malaika watatu unaonya juu ya mambo matatu. Mambo mangapi haya yanaonywa? Ni juu ya ibada ya mnyama na ibada ya sanamu yake na upokeaji wa chapa yake. Aya, sema pamoja nami. Ni ibada ya mnyama na ibada ya sanamu yake na kupokea chapa yake. Na haya ndiyo mambo matatu ambayo tunaonywa dhidi yake, na tumeambiwa kwamba juu ya mambo haya dhoruba kubwa inakuja. Katika GC Pambano Kuu 608 inasema kundi kubwa ambalo limejidai kuwa na imani juu ya ujumbe wa malaika watatu, lakini hawajatakaswa nao. Lakini hawajatakaswa na ujumbe huu kwa kutii huo ukweli, wataacha msimamo wao na kujiunga katika nafasi za upinzani. Nabii alisema ya kwamba kwa kuungana na ulimwengu wamekuja kuona mambo ya kwamba yote yako katika nuru sawa, na wakati jaribu linapokuja wamejiandaa kuchagua upande ulio rahisi zaidi na ulio na watu wengi zaidi. Wanaume wenye talanta kubwa na wenye ushawishi mkubwa watakuja kuwa maadui zetu wakali na wabaya zaidi. Kwa hiyo kaka zangu na dada zangu, badala ya kuangalia nje ya kanisa, tutakuja kugundua kwamba watu wote walikuwa wanaongea kuhusu nafsi zetu wenyewe. Jaribu kubwa linakuja. Sasa unafikiri kwa nini tunaonya juu ya mnyama, sanamu yake na chapa yake? Ujumbe wa malaika yule watatu. Ujumbe wa malaika yule watatu unahusu kutuonya juu ya kumwabudu mnyama peke yake. Mwingine atasema, unamaanisha nini pastor? Ujumbe unasema kama mtu yeyote au yeyote atamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Sanamu ya nani? Ya mnyama. Au kupokea chapa yake. Chapa ya nani? Ya mnyama. Kwa hiyo kumbe ni onyo tu juu ya kumwabudu mnyama, iwe kwa kumwabudu mnyama mwenyewe au kwa kumwabudu sanamu yake au kwa kupokea chapa yake. Lakini yote si ni kumwabudu mnyama. Na ukimwabudu mnyama, Mungu anasema utapokea nini? Ghadhabu ya Mungu. Je, unaenda kupokea chapa yake? Unataka kupokea chapa yake? Mungu atukuzwe. Sitaki kupokea chochote. Katika maandiko ya awali tumeambiwa kamwe sitaenda na mnyama kwa neema ya Yesu. Lakini ukipokea chapa ya mnyama, shetani atakufanyia nini? Ufunuo 13:16. Ufunuo 13:16 nasema, naye awafanya wote, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, watiwe chapa katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Kwa hiyo kama utakuwa na Yesu, kila msaada wa ulimwenguni utakatwa, na wale watu ambao hawajajifunza kumtumainia Yesu hawataweza kutembea naye wakati huo. Utawezaje kununua na kuuza? Utawezaje kula na kuendeleza kuishi kwako katika kipindi hicho kama ukujifunza kumfuata Mungu na kujifunza kumtumaini Yesu? Ndio maana lazima Mungu aruhusu majaribu pamoja na mawingu ya giza kuja. Mtu fulani anasema ya kwamba kwa nini tupitie mambo magumu kiasi hicho wakati tu inatakiwa tumwamini, na inaonekana kwamba hatuna imani kamili bado. Na kama huna imani kamili bado, basi utapokea chapa ya mnyama kwa sababu hukujifunza kumwamini. Kwa hiyo Mungu anaruhusu tupitie majaribu ili kwamba tuwe na uzoefu huo, ili tujifunze kumtumaini, ili tuweze kufaulu katika saa ya mwisho. Kila kitu. Wewe fikiria kwamba hutakuwa na nafasi hata ruhusa ya kufika kwenye duka kununua kitu. Fikiria ni mzozo wa namna gani
Mafunuo yanatuambia ya kwamba swala la kuuza na kununua litakuwa ni serious sana. Ndiyo maana alituambia ya kwamba tunatakiwa kwenda mashambani ili tukajifunze kuwa na uzoefu wa maisha hayo. Ndugu zangu, kaka na dada, unajua kwamba mara hii tu nilikuwa naangalia katika gazeti hili na chapisho hili, na haikuwa miaka mingi sana tangu lichapishwe gazeti hili. Kuna ofisi ilikuwa inaitwa OFAC Office, na kitu ninachostajabu kuhusiana na hii OFAC Office, hii ni ofisi inayohusiana na vibali vya simu. Ni ofisi kubwa ambayo inashiriki kiwango kikubwa katika kupambana na vita ya ugaidi, na wanatumia neno kwamba ni obscure office. Unajua nini maana ya obscure office? Lakini tutaona ya kwamba ni muhimu sana hilo neno. Wanaendelea kusema inafanya kazi kubwa katika kufilisi pesa kwenye mabenki na kutaifisha aseti zingine za kifedha za nchi au makampuni au za watu binafsi ambao wanaotajwa kuwa maadui wa Amerika. Hiyo haiwezi kumaanisha hivyo tu kwangu, labda kama sikusoma kitabu cha Pambano Kuu katika sura ambayo inasema mapambano yanayokaribia sana. Inasema ya kwamba inasema kwamba wale watakaosimama kwa ajili ya sabato ya kibiblia watatangazwa kuwa ni maadui wa sheria zote na kanuni za nchi. Na baadhi yetu tunasubiri ya kwamba mifumo hiyo iweze kuwekwa kwenye utekelezaji, wakati chapisho hili linaonyesha kwamba tayari mfumo uko kazini. Na sababu kwa nini shetani ameuleta mfumo huo ni kwa sababu anataka kuleta ile zahama au mzozo. Na kadri zahama inavyokaribia, kundi kubwa linalojidai kuamini ujumbe wa malaika watatu, kila mmoja wetu anayejidai kuamini ujumbe wa malaika watatu, tunasema ya kwamba huu ndio ukweli wa leo wa wakati huu na ndio ujumbe wa injili ya milele. Lakini tunatakiwa kufanywa zaidi ya vile tunajidai. Tunatakiwa kutakaswa kwa kutii huo ukweli. Tunapaswa kuwa na Yesu ambaye ataruhusu kutakaswa kupitia huo na kutakaswa na ujumbe huo. Kaka zangu na dada zangu, unajua wengi wanaenda kupokea chapa ya mnyama kwa sababu ya shida ya kuhitaji chakula na mavazi. Jamani, unaona sasa bei ya gesi? Jamani, hata tufikiri, yani sasa imekuwa $3. Tunadhania kwamba hiyo ni bei nzuri sasa. Sasa baadaye itakuwa $268 na wengine watasema hatutaki ifike huko. Tuko kwenye zama na wengi wetu hata wajui. Ndugu zangu, kaka na dada zangu, hata nawaambia hatuna muda mrefu sana hii zahama kuanza. Na mzigo uliopo moyoni mwangu sio tu kuwaonyesha hayo. Mzigo uliomo moyoni mwangu ni kutuandaa kwa ajili ya wakati huo. Kwa maana kujua kwamba zama inakuja na kisha kutokuwa na uzoefu wa kuishinda, hilo litakuwa ni igizo. Msimamo wako sasa ni upi? Uko tayari kwa ajili ya dhahama? Waume zenu na wake zenu wanafanya nini sasa hivi? Je, mnaomba ndani ya malango? Je, wazazi mnalea watoto katika nuru ya kuandaa kwa ajili ya dhahama inayokuja? Tumeweka katika mazingira ambayo hayatawaandaa kwa ajili ya kushinda dhahama inayokuja mbele yetu. Tunaenda makazini na tukilipwa pesa nyingi, lakini bado hatuna Yesu ndani yetu. Na Mungu anajaribu kutuonya wakati huu kwa sababu anajua itakuwa zaidi ya vile tunaonyana sasa hivi. Sina muda zaidi wa kuongelea hilo zaidi. Naye akapewa kutia pumzi katika sanamu ya mnyama. Kama haitoshi kuuza na kununua, shetani bado ana kazi ataifanya. Na wale anasema wale wote wasioisujudu sanamu ya mnyama atawafanya wote wawe. Wale wasioisujudu sanamu ya mnyama waweze kuwawa. Uko tayari kufa kwa ajili ya Kristo? Inachukua muda gani kuweza kuwa na moyo wa kuweza kutoa yote hata kufa?
Unajua, katika maisha yetu wengi wetu tuna matatizo ya kutoa kidogo sana katika maisha yetu. Tunadhani kuacha baadhi ya mambo ya mavazi tunaona ni kitu kikubwa sana. Tunaona kuachana na baadhi ya vyakula kuwa ni kitu kikubwa sana. Tunaona ya kwamba kuacha vitu tunavyovitazama kwenye movie na television kuwa ni vitu vikubwa sana. Kaka zangu na dada zangu, kama ni ngumu kuacha baadhi ya vitu, itawezekanaje kuacha vyote kwa ajili ya Kristo? Lazima tuwe na upendo ambao utakuwa na nguvu kuliko kujipenda wenyewe. Hakuna mtu duniani alikuwa na upendo kama Yesu. Hakuna mwanadamu alikuwa na upendo kama wa Yesu, kwamba akatoa vyote na maisha yake kwa ajili ya rafiki yake, kwa ajili ya rafiki zake. Kama hujui Yesu, hautakufa kwa ajili ya Yesu. Kama umpendi Yesu, hutaweza kufa kwa ajili ya Yesu. Maana kumjua yeye ni kumpenda yeye. Pointi yangu ni kwamba juu ya ujumbe huu wa malaika yule watatu unakuja dhoruba kubwa. Tumeambiwa ya kwamba juu ya kipengele hiki, wengi wanaojidai kuwa ni Waadventista wa Sabato lakini hawajajenga mahusiano dhabiti na Yesu, wanaenda kupepetwa nje ya kanisa, nje ya kundi. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, kurasa wa 80 na 81, tunaambiwa ya kwamba muda hauko mbali wakati jaribu litakuja kwa kila nafsi. Chapa ya mnyama itashinikizwa juu yetu, na wale ambao wameendelea kujisalimisha hatua kwa hatua. Haitokei ghafla. Haitokei tu vile kwamba leo uko na Yesu alafu kesho ni toto fulani la shetani. Inatokea hatua kwa hatua. Moja, unaacha maombi ya asubuhi, kisha unaacha kuomba. Hutokea hatua kwa hatua ya kwamba leo ulikuwa unashika sheria, alafu baadaye unazigeukia sheria ulizoshika mwenyewe. Tunafikiri ni mambo madogo, lakini kaka zangu na dada zangu, yeye asiye mwaminifu katika mambo madogo, pia huyo asiye mwaminifu katika mambo makubwa. Nabii alisema ya kwamba wale wanaozidi kujisalimisha hatua kwa hatua juu ya matakwa ya ulimwengu, hao hawatatoboa. Kwa msemo wa Kiswahili, alisema ya kwamba nyota nyingi ambazo tumekuwa tukizitamani hatimaye zitaondoka na kwenda katika giza. Watu ambao tuliona ni viongozi katika ukweli wa leo, sasa watakuwa ni viongozi wa uasi. Nyuma ya mlango tuko na mnyama ndani yetu. Utanielewa kwa uzuri baadaye kidogo. Lakini naamini ya kwamba mengi ya makanisa yetu wanaodai kuwa ni waaminifu, lakini hawajui kinachoendelea duniani, na Mungu anatafuta mtu fulani wa kwenda kuamsha. Na Mungu anataka kuamsha majitu yaliyolala katika makanisa ya Laodikia. Na kabla wengi hao hawajaamshwa, katika wengi wao hao wanaweza kuwa wachache. Mungu anahitaji kakundi kadogo ambao watalia na kuugua. Mwingine atasema naweza kulia na kuugua, na wataenda kanisani na kuanza kuhubiri. Unafikiri ndivyo hivyo inamaanisha? Daudi aliwahi kuimba katika Zaburi, asubuhi na mchana jioni nitalia na kuugua. Sio tu kuhubiri, wale wanaolia na kuugua maombi yao yanapanda juu kwa niaba ya kanisa na hali yake ya kiroho ili liweze kuinuliwa. Ni wangapi wanaomba? Ni wangapi wanaomba au wanafanya mizozo? Wengi wanasema unaona huku, unaona hapa, unaona hiki kinafanyika kanisani, unaona uasi. Hivyo ndivyo. Haya, tuwaombe.
Hivyo ndivyo kulia na kuugua. Hivi tunaweza kutabasamu na kucheka juu ya uasi unaoendelea ambao unazidi kuvunja moyo wa Yesu Kristo. Hatujaungana moyo kwa moyo pamoja na Kristo Yesu. Wale wanaopokea muhuri wa Mungu watalia na kuugua kwa ajili ya dhambi zinazofanyika ndani ya kanisa, na sio tu dhambi za nje, lakini watalia kwa ajili ya dhambi zao wenyewe. Watakuwa na mapambano ndani ya mioyo yao mazito sana. Niliwaona baadhi wakiwa na nyuso zilizopauka wakiwa wanamsihi Yesu. Inatisha dada zangu na kaka zangu. Anasema kwamba aliwaona wakiwa wanatokwa na majasho ya matone. Aliwaona wakiwa na mapambano ya ndani ya moyo. Unadhani ya kwamba itatokea kabla ya sheria ya Jumapili? Unajua uvuvio unasema ya kwamba mambo ambayo unadhani yatatimia wakati ujao yanaendelea hata sasa. Inasema kama haya mambo hayatokei sasa hivi nyumbani mwako, basi wewe unajiandaa kwa ajili ya chapa ya mnyama. Na malaika yule wa tatu alionya juu ya hili. Lakini sikilizeni ndugu zangu. Nataka nisome andiko katika Mathayo. Kitabu gani naenda? Mathayo sura ya 10. Atuone Biblia inasemaje. Ninaamini ya kwamba kuna wengi ambao wanatambua ya kwamba dhoruba inakuja. Ninatambua ya kwamba wengi wanatambua ya kwamba kuna haja ya kujiandaa. Na mimi najua wengi tunaangukia kwenye kundi hilo. Sidhani kwamba ungekuwa hapa kama huamini ya kwamba kuna dhoruba inakuja. Lakini rafiki zangu niwaambie, kujua tu kwamba kuna dhama inakuja na kujua tu ya kwamba tunapaswa kujiandaa na kwamba tunataka kujiweka tayari haituweki sisi kuwa salama. Unajua wakati mwingine tunadhani ya kwamba hatari kubwa iko kwenye makanisa ya jina, lakini kwambie hatari kubwa iko ndani ya wale tunaojidai kuamini ukweli wa leo. Na joka likamkasirikia yule mwanamke, na likaenda lifanye vita na uzao wake, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni kanisa hili, wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, imani ya Yesu. Hao ndio shetani anavita nao, sio hayo makanisa ya jina ambayo hayawezi hata kumtetemesha shetani. Kaka zangu na dada zangu, sasa inatakiwa tujue ya kwamba tuna mnyama ndani ya kanisa. Kwani mnyama ni nani kwanza? Nyosha mkono. Unajua mnyama ni nani? Mnyama ni nani? Nasikia majibu mengi, lakini nasikia kitu kile kile. Jamani, yupo mnyama au tunaogopa kumtaja? Nasikia mmoja anataja. Ni mamlaka ya mfumo wa kanisa Katoliki, sio watu binafsi, kwa sababu kuna watu waaminifu humo na hata wengine nimekutana nao mwenyewe. Wengi wa wafuasi wa Kristo wako huko. Na kama ambavyo daima nimekuwa kisema, mashetani wengi wako ndani ya kanisa la Wasabato. Aya, sanamu ya mnyama ni nini? Unapotazama kwenye kioo, huwa tunaona taswira. Huwa mnaona nini? Unajiona sura yako, si ndio? Kwa hiyo sanamu ya mnyama lazima ionekane katika sura ile kama ya mnyama. Tuko sawa? Ni mfumo ambao Roma wamejiwekea, kukiwa na mwanadamu juu ya kichwa chake. Marekani inapounganisha serikali na kanisa, sio kanisa na serikali ambavyo pia viliunganisha kutengeneza upapa. Sanamu ya mnyama ni nini sasa? Ni ule uprotestanti wa zamani utakapofanya kuunganisha kanisa na serikali. Chapa ya mnyama ni nini? Ni chapa ya mamlaka ya Roma. Na Wakatoliki wanasema ya kwamba madai ya badilisho la Sabato toka Jumamosi kwenda Jumapili ni udhibitisho wa dai hilo. Hiyo chapa ya mnyama ni sheria ya ibada ya Jumapili. Na ujumbe wa malaika watatu umetuonya sana juu ya hilo.
Lakini pointi yangu kubwa ni nini? Mambo haya ni kweli na tunayaona kwamba yako hapa mbele yetu. Tunajua ya kwamba jeraha ya mnyama sasa karibu limeshapona kikamilifu. Na mnajua kwamba jeraha la mauti lilikuwa ni kutengwa kwa kanisa na serikali. Sasa kuponywa kwa jeraha nini maana yake? Maana mtu anaweza kusema kwamba umetuonya juu ya mnyama, lakini Biblia inasema mbona mnyama alishatiwa jeraha la mauti? Lakini kumbuka Biblia hiyo inakwambia kwamba nikaona lile jeraha la mauti likapona na kuifanya ulimwengu kumsujudu yule mnyama. Sasa vipi kuhusu sanamu ya mnyama? Je, iko tayari mbele yetu? Unajua ya kwamba hapa nina magazeti, hapa nina machapisho yanaonyesha kanisa pekee lililobaki. Ellen White aliandika, wakati kanisa linaloongoza Amerika litakapojiunga na makanisa mengine na serikali katika vipengele vya imani, kanisa litaishinikiza serikali kupitisha sheria, na hiyo ndiyo itakuwa imetengeneza sanamu ya mamlaka ya Kirumi. Anasema ni makanisa yanayoongoza Marekani. Unajua 2003 nilikuwa na gazeti hili lilisema ya kwamba inatakiwa tuunganishe makanisa pamoja, na kanisa pekee lililosalia lilikuwa ni kanisa la Wabaptisti kule kusini. Unajua jambo hilo lilikuwa ni muhimu? Unajua huku Marekani kanisa kubwa linalotawala ni Southern Baptist Church. Lakini nabii alisema wakati kanisa linaloongoza Amerika, kanisa la Baptist la Southern la kusini lilikuwa ni kanisa kubwa kuliko yote. Mwaka 2004 kanisa Katoliki pamoja na makanisa ya Jumapili mengine yaliungana pamoja na walisaini mkataba wa pamoja, lakini kanisa la Wabaptist la Southern lilisema kwamba sisi hatuwezi kuwa sehemu ya huo muunganiko. Na mimi niliposoma nukuu nikasema wakati kanisa linaloongoza litakapoungana. Na siku moja nilipotoka kwenye mahubiri kwenye mkutano, mke wangu akaniletea gazeti moja na akaniambia, "Hani, hebu soma hivi." Na nilistuka niliposoma gazeti linasema Just Sunday. Wangapi wamesikia kuhusu Just Sunday? Yaani Jumapili tu. Mke wangu alinisomea, na alipokuwa ananisomea nilishangaa kwamba tayari unabii umetimia, umekwisha kutimia tayari. Lakini aliponisomea mwishoni, moyo wangu ulitikiswa na kitu kimoja. Kule mwishoni mtu mmoja alinukuliwa akisema, "Unajua nini? Sasa kilichotokea ni kwamba," gazeti lilisema, "sasa tutakuwa miongoni mwa umoja huo." Nikarudi kusoma, ni kina nani hao wanasema sasa tutakuwa miongoni mwao? Ni kanisa la Southern Baptist Church. Nikasema hili kanisa ndio linaloongoza Amerika. Nabii alisema ni wakati kanisa linaloongoza, na hapo inamaanisha hakuna muda tena, maana kanisa linaloongoza limejiunga. Na nilimwambia mke wangu, najua Sister Dada White alisema ya kwamba wakati kanisa linalotawala Marekani litakapoungana nalo katika umoja huo litashinikiza serikali. Nilisema Bwana, kitu fulani kinakuja. Mwaka 2006 liliundwa baraza la amri 10. Natamani niwe na muda zaidi wa kuongelea hilo. Baraza la amri 10 lilikuwa kusudi lake sio tu kushika amri 10, bali ni kushirikiza amri 10 ziingie serikalini. Unajua inamaanisha nini? Yametokea mapema kabla sisi humu kwenye hiki chumba hatujaelewa mambo hayo. Hatuko tayari kabisa. Hatuko tayari. Natamani ninachokiona na nyinyi mkione, kaka zangu na dada zangu. Tulipewa maandiko, lakini kupewa hayo hakutakupatia wewe siri za hiyo nguvu. Kwa hiyo nilitazama kaka zangu na dada zangu, kabla sheria ya Jumapili haijaja hapa, kuna jambo kubwa zaidi kuliko hilo, ambalo kabla malaika yule watatu hajatuonya kuhusiana na mnyama aliye nje ya kanisa. Tunapaswa kujihadhari na kuogopa zaidi juu ya mnyama aliye ndani ya kanisa. Mathayo 10 kuanzia fungu lile la 6, tusome pamoja. Inasema, "Tazama, ninawatuma ninyi kama vile kondoo katikati ya mbwa mwitu. Kwa hiyo muwe wapole kama hua, lakini waelevu kama nyoka.
Lakini mjihadhari. Na hivi alikuwa anaongelea wanadamu nje ya kanisa au ulimwenguni au ndani ya kanisa? Alionya inatakiwa wajihadhari zaidi ndani kuliko kule nje. Selected message gombo la kwanza ukurasa wa 122 inasema tunapaswa kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko tunavyoogopa kutoka nje. Vikwazo vya mafanikio ya kanisa ni vikubwa zaidi kutoka ndani ya kanisa lenyewe kuliko vikwazo vinavyotoka nje. Tatizo kubwa liko ndani ya kanisa kuliko ulimwenguni. Sasa hebu nisikilizeni. Malaika watatu lazima tuonye juu ya wakati huu. Lazima kwanza ujumbe huu tuonye juu ya mnyama aliyeko ndani yetu kabla hajaenda kutuonya kwa yule mnyama aliyeko ndani, aliyeko nje. Kwa nini? Ni kwa sababu tunapaswa kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko nje. Na maanisha nini? Mnyama ameshaingia ndani ya kanisa. Elementi au tabia za mnyama tayari zimeingia ndani ya kanisa. Na kuna tabia tatu au elementi tatu. Haya, niambieni kabla sijaenda kuzitaja. Mnatakiwa kujihukumu wenyewe. Amina. Kuna sifa tatu tutaenda kuziangalia kwamba kama hazingekuwa basi kusingekuwa na mnyama. Na kama kusingekuwa na mnyama basi kusingekuwa na sanamu ya mnyama. Na kama hakuna sanamu ya mnyama basi hapana pia chapa ya mnyama. Na kama hutaki kupokea chapa ya mnyama basi lazima kwanza mnyama aondoke ndani yako. Namba moja. Tuna muda wa kuendelea kuyapitia hayo. Haya, Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3. Ukifika hapo basi useme amina. Unajua ya kwamba makanisa ya Ukristo yalianzishwa kwa kitu fulani ambacho kiliibuka kutoka nje na ndani ya wao wenyewe, wakijitwalia wanafunzi makundi. Wasi mkubwa ambao ulitokea hapo kabla, ambao ulitengeneza mamlaka ya kipapa. Tulishaambiwa kaka zangu na dada zangu ya kwamba kitu cha kwanza ambacho kilitengenezwa, hebu tusome hapo pamoja, ni Ukristo wa kipagani. Ukristo ulioungana na upagani. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 fungu la 3 inasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji mpaka uje ule ukengeufu kwanza, ili mtu wa kuasi aweze kufunuliwa. Ni nani mtu wa kuasi? Ambaye lazima kwanza ufunuliwe kabla ya kuja kwa Yesu. Na anayemfunua ni nani? Waadventista wa Sabato, si ndio? Yaani huyo mtu wa kuasi ambaye anajiinua nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu, hata kuketi hekaluni ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hapa kuna mamlaka, sio tu inayojiita kwamba yenyewe ni Mungu, lakini hata inaketi katika kanisa la Mungu ikijiita ya kwamba yenyewe ndiye Mungu. Kwa kifupi ni muungano kati ya upagani na Ukristo. Sikiliza nabii alichosema. Ngoja niwasomee. Great Controversy ukurasa wa 49 na 50 inasema, waraka alioandikia Paulo kwenda kwa Wathesalonike aliwaonya juu ya kuinuka kwa mamlaka ambayo ni ya upapa. Uongofu bandia wa maigizo wa Konstantini katika mwanzo wa karne ya kwanza kulileta furaha. Rafiki yangu nisikilizeni. Na upagani au ulimwengu ukaingia. Nini? Ulimwengu uliingia ukiwa na vazi la utaua, uliingia ndani ya kanisa. Sasa kazi ya uharibifu ilianza kwa kasi. Upagani ambao ulidaiwa ukuwa umeshindwa, sasa ulikuwa umeshinda. Roho chafu, roho ya nini? Roho ya upagani iliendesha kanisa. Mafundisho ya uongo na mahubiri na uchawi na ushirikina ulishamiri katika ibada za wale waliojidai kuwa wafuasi wa Kristo. Mchanganyo huu wa upagani na Ukristo ulileta matokeo na maendeleo ya kuinuka kwa mtu wa kuasi, ambaye kwa jina jingine ndiyo mnyama. Kusingekuwa na upagani wa Kikristo, basi kusingekuwa na kanisa Katoliki. Maana walichukua nadharia za upagani wakazivika vazi la Ukristo. Unakumbuka zile sanamu waliziingiza? Unakumbuka walivyoingiza ibada za sanamu? Sanamu zile za kipagani zikaitwa kwa ni sanamu za Petro, Yakobo na Yohana.
na zikaitwa kuwa ni watakatifu badala ya Mungu. Lakini haitoshi kuonya tu juu ya mnyama kule nje ya kanisa. Tunapaswa kuogopa zaidi kutoka kwa mnyama ndani ya kanisa. Kuna Ukristo wa kipagani ndani yetu. Vipi kuhusu tunavyochukua miziki ya ulimwengu halafu tunaijaza maneno ya Ukristo? Vipi kuhusu zile sherehe ambazo tumezichukua kutoka ulimwenguni na kuzivika mavazi ya Ukristo? Vipi kuhusu elimu ambayo tumeichukua ya ulimwengu kisha tumeiwekea lebo ya usabato? Unafikiri hiyo ndio shule ambazo Yesu angezisomea? Na Yesu hata hakuruhusu wanafunzi wake wasomee hizo, maana hata Yohana zisingemfaa kwa ajili ya huduma yake. Na hata katika kizazi hiki labda si kila mtu, lakini Mungu atainua kundi la vijana, baadhi wakiwa ni watu wazima, baadhi wakiwa ni watoto, wengine ni familia nzima, watakuwa tayari kuachana na kila elementi na sifa za mnyama, hata kama itawagharimu kuacha kila kitu. Tunapovaa zile pete za ndoa. Hebu ngoja nitarudi hapo. Sikiliza. Unajua tumeambiwa kwamba degree zilitokana na mamlaka ya kipapa na tumezijaza kwenye makaratasi yetu. Okay, sinatakiwa tuwe na elimu. Tulitakiwa kuwa ni watu wenye elimu kuliko watu wote ulimwenguni. Shida kubwa sio kuelimishwa wala kusoma, na tukizingatia shule ya kwanza ilikuwa ni shule ya Edeni. Tumeambiwa ya kwamba mbinguni kutakuwa na shule, yaani Mungu anapenda elimu, lakini sio hii elimu ya uongo. Elimu ya uongo huwa inatutenga sisi na Yesu. Hekima ya ulimwengu katika Wakorintho wa kwanza 1:1 inasema ya kwamba ni upumbavu. Kwa kujiona sisi wenye hekima tumegeuka kuwa wapumbavu. Haya pete za ndoa, tunajua kwamba kanisa la Roma ndio lilizianzisha. Walichukua hiyo kutoka kwenye upagani kisha kuivika Ukristo, wakisema kwamba hiyo itakuwa ni ishara ya kwamba tuko kwenye ndoa. Hiyo pete imeokoa talaka ngapi hadi sasa? Ama sherehe za upagani ndio zile sherehe za Ukristo, ni namna gani ulimwengu utaokoa ndoa zetu? Jamani, tunahitaji pete ambayo haiwezi kununuliwa kwa pesa. Tunahitaji pete ya siri ya ndani ya mioyo ambayo itaweka mke na mume ndani ya duara la Yesu Kristo na upendo wake. Ukristo wa kipagani. Na kama tutaendelea kupokea mambo ya ulimwengu na kuyachanganya na Ukristo wetu, unajua sheria ya Jumapili inapokuja, unajua hata sheria ya Jumapili yenyewe ni matokeo ya upagani wa Kikristo. Walichukua siku ya ibada ya umizimu ya kipagani, wakaileta na kuivika jina la kwamba ni sabato ya Ukristo, lakini ni upagani ule ule waliouchukua. Na ukiendelea kuchukua huo upagani, basi utaenda nao huo. Namba 2. Uinuaji wa hekima za kibinadamu juu ya maandiko matakatifu. Upapa unadai kwamba Biblia sio kiwango cha kipimo cha Ukristo. Wanadai ya kwamba mapokeo na maagizo ya papa ndiyo kipimo cha Ukristo wao. Na mapokeo haya ambayo yako kinyume cha Biblia, tunapoyachukua yakiwa yamepingana na Biblia na kuyaweka kwenye kipimo kimoja, tumtii nani? Biblia au papa? Maana imeinuliwa hekima ya wanadamu kuliko maneno yaliyovuviwa. Na kama siyo hoja hiyo, hebu tuangalie hapa kwenye kitabu cha Pambano Kuu, Great Controversy. Kanisa Katoliki linadai kuwa ndiyo kanisa pekee ambalo lina haki ya kuyatafsiri maandiko. Nyuma ya pazia kwamba makardinali pekee na wahudumu wao kwamba ndio wana haki ya kutafsiri neno la Mungu. Na hivyo Biblia ilipokonywa kutoka kwa watu wa kawaida. Na watu wadogo wachache wangeinuka kuhoji, basi waliambiwa, nyinyi tulieni, tutawajali. Biblia ilipokonywa kutoka kwa watu wa kawaida, hata katika matengenezo ndipo ilirejeshwa tena kwao. Kanuni ile inayotumiwa na kanisa Katoliki la Roma ndiyo ambayo inawafahamisha wengi katika Uprotestanti kujizuiwa kutoka kwenye kujisomea Biblia wao wenyewe.
wameagizwa kupokea mafundisho kama yanavyotafsiriwa na kanisa ama mamlaka hiyo. Maelfu wanakana kweli zilizofunuliwa katika maandiko matakatifu kwa sababu hazikubaliwi na maelekezo yaliyotolewa na makanisa yao. Na ninastaajabu kwamba Waadventista wa Sabato tumekuwa watifu zaidi kwa kanuni za kanisa kuliko kwa Biblia. Unaona ni jinsi gani tunatakiwa kuogopa zaidi kutoka ndani yetu wenyewe kuliko nje. Usijali sana kuhusu papa anafanya nini kule nje, lakini ndio tuwaonye. Lakini tunatakiwa tuwe na hofu zaidi huku ndani. Unajua kuna mtu fulani, nakumbuka wakati nilikuwa nataka kwenda kuhubiri kanisa fulani, mke wangu, unajua nilikwambia, pastor alinipigia simu na kuniuliza. Sikuamini hayo maongezi yalivyokuwa. Mke wangu aliyasikia, maana niliambiwa kwamba kuna watu wanataka uje uhubiri kwenye kanisa fulani, lakini kwanza tunataka kukuuliza maswali machache. Msimamo wako ni upi juu ya kuvaa urembo kwa wanawake? Na aliniuliza, naweza nikasahau maneno sahihi aliyoyatumia, lakini alisema kwamba wewe ni msabato mzuri. Je, unaamini katika kanuni ya kanisa? Nilimjibu, ninaamini katika Biblia. Kwa hiyo kama kanuni ya kanisa inasema kile Biblia inasema, basi hakuna shida. Lakini lazima tuelewe nini shetani anakifanya. Shetani huleta kitu fulani ambacho kinaonekana hakina shida, lakini ukichukua hatua kwa hatua. Hivi unajua ya kwamba katika General Conference session ya mwaka 1883 General Conference walipiga kura ya kwamba hawatakiwi kuwa na kanuni ya kanisa. Katika gazeti la Review and Herald Novemba 27, wiki ile mwaka ule General Conference President alitangaza ya kwamba hatutaruhusu mada tena ya kutengeneza kanuni ya kanisa, haitakuwepo tena. Walisema tayari tuna kanuni ya kanisa ambayo ni Biblia. Amen. Maneno yenye pumzi ya Mungu yafaa kwa mafundisho na kuonyana, pamoja na makaripio na makemeo, ili mtu apatwe kukamilishwa katika Kristo Yesu. Na Yesu Kristo alisema tu hatatuchunga kwenye majani mabichi, lakini alisema hatatuchunga kwa fimbo ya chuma. Sio tu Biblia, tumepewa na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Unajua katika General Conference session ya mwisho ya mwaka 2005 ilitamka kwamba katika kanuni hiyo walisema kwamba Dada White na vitabu vyake haviwezi kuelezea imani yetu. Na tunakubaliana eti na hilo. Unajua tuliambiwa ya kwamba moja ya udanganyifu mkubwa wa mwisho wa shetani ni kuzifanya shuhuda za roho wa Mungu zisiwe na athari, zisiwe na manufaa. Na kuna namna nyingi ya kukuonyesha hilo. Nitarudi hapo. Namba 3. The idea of salvation. Nadharia ya wokovu. Great controversy. 595 says, 572 says, Pambano Kuu kurasa wa 572 nasema ya kwamba siri ya mamlaka ya upapa au mnyama, kwamba maombi pamoja na usomaji wa Biblia kwa Waprotestanti ungewafunulia tabia halisi ya upapa na kushinda. Lakini wengi wamekuwa wenye hekima machoni pao wenyewe, kwamba wajisikii taji la kujinyenyekeza na kusoma maneno ya Mungu, na wanasema tunayajua hayo. Wote wanajivunia nafsi zao juu ya mafunuo yao wenyewe. Wote ni wajinga katika utambuzi wa maandiko wala nguvu yake, na wanahitaji kunyenyekezwa na ukimya katika kutafuta kilicho bora kwa ajili ya kiroho na kinachonyenyekeza. Nisikilize. Wanachokihitaji sasa kimekuwa ni mbinu ambayo ni ya kumsahau Mungu, ambayo itapitishwa nao kama mbinu ya kumkumbuka Mungu. Yaani faa nirudie jambo hilo. Mko tayari nirudie? Wanachokitamani pekee ni kile ambacho kitakuwa ni mbinu ya kumsahau Mungu, kinachopitishwa kama mbinu ya kumkumbuka Mungu. Kumbe ndio wanasahaulishwa Mungu. Kwa maana rahisi ni kwamba wanaleta kitu ambacho kitakuwa kama kini cha kutukumbusha habari ya Mungu tukisoma, lakini kumbe ndio kinamweka mbali Mungu. Ni kama unapewa kitu cha kukumbusha kanuni za Mungu kama kanuni ya kanisa, kumbe unasahau kanuni halisi ya Mungu ambayo ni Biblia. Kwa sababu wanadai kumpenda Mungu lakini hawampendi Mungu.
Mungu anapendwa na mioyo pekee ambayo Yesu anatawala ndani yake. Na ili Yesu aingie ndani yetu, mnyama inatakiwa aondoke ndani yetu. Tunatakiwa kuhofia zaidi kutoka ndani kuliko tunavyoogopa kutoka nje. Mamlaka ya kipapa imejipanga kutimiza hitaji la hawa. Imejiandaa kwa ajili ya makundi mawili. Makundi mangapi? Mawili. Sikiliza. Kuna makundi mawili yanayohudumiwa na upapa katika ulimwengu huu, isipokuwa masalia pekee hawezi kuingia hapa. Kundi la kwanza ni wale watakaookolewa kwa, nitarudi hapo, wale wanaokolewa ndani ya dhambi zao. Yani wanabaki ndani ya dhambi alafu wanasema wanaokolewa. Watu wengi hawataki kuacha dhambi zao, kwa hiyo wanakuja na kitu kile wanachodai kuwa ni mbinu ya kumkumbuka Mungu, lakini ni mbinu ya kumsahau Mungu. Maana yake ni kwamba wanakuletea fundisho ambalo litawaacha watu ndani ya dhambi zao na wakiaminishwa kwamba wataokolewa. Huko ndiko tumepata nadharia ya kwamba tutaendelea kutenda dhambi mpaka Yesu anarudi. Rafiki yangu, kama unadanganywa kwamba utaendelea kutenda dhambi mpaka Yesu anakuja, utaenda mbinguni. Ndio wapo watakutwa wanaendelea kutenda dhambi duniani, lakini hawa watakuwa sio wakombolewa. Wakombolewa ni wale wanaotunza amri za Mungu na imani ya Yesu. Wako baadhi wataokolewa hapo, lakini kumbuka msalaba haukutokea ili tuokolewe ndani ya dhambi tu, tubaki ndani ya dhambi. Kama msalaba ulikuwa unatukomboa tubaki ndani ya dhambi, basi Yesu angekuwa na la kujibu juu ya uovu ulioko katika ulimwengu leo. Ni jambo la aibu mbele za Mungu kudai tunampenda Mungu na bado kuendelea kuning'inia katika dhambi za aibu katika maisha yetu. Tunahitaji msaada, kaka zangu na dada zangu. Mathayo 1 anasema, jina lake watamuita Yesu, kwa maana atawaokoa watu wake kutoka kwenye dhambi zao. Unajua shetani hajui hili, shetani hajui hili. Tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 671 na 672 nasema ya kwamba heshima ya Mungu, heshima ya Kristo imejikita katika ukamilifu wa tabia ya watu wake. Yani kwamba kama hatujakamilishwa kitabia, hivyo Mungu anatiwa aibu. Je, tunaweza kufikia ukamilifu kwa nguvu zetu wenyewe? Yesu alisema bila mimi hamwezi kufanya jambo lolote. Maana ndani ya Kristo ndipo kumejaa upendo, imani na wema. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana pia alisema injili ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya nini? Ya wokovu. Sasa namba 1 ambayo nitaita namba 2. Sio tu wengi wanadai kuokolewa ndani ya dhambi zao, lakini hiyo ndiyo siri ya upapa. Ulimwenguni kuna kundi jingine linadanganywa kuwa si tu wataokolewa wakiendelea na dhambi, bali wakidai kuwa wataokolewa kwa matendo yao wenyewe au kwa mema yao wanayoyatenda. Wanaamini ya kwamba tunaweza tusiokolewe kinadharia, lakini kwa matendo wanaamini ya kwamba wokovu unaletwa na matendo mema wanayoyafanya. Yani ni kwamba matendo yote na matengenezo yote yanayoweza kufanyika ulimwenguni hayawezi kufanya lolote isipokuwa yameletwa na Yesu. Unajua ya kwamba matengenezo pasipo Yesu ni unafiki na ufarisayo. Kuna watu wengi sana wanasema matengenezo ya vyakula, matengenezo ya mavazi, matengenezo ya elimu, matengenezo ya kunywa na kuvaa, lakini wanasahau matengenezo ya moyo ambayo yataleta matokeo fulani hivi. Tafadhali naomba mnisikilize, kwa maana hili linahusu makundi mawili. Kundi hili wakifurahia kwamba tunaenda kuokolewa kwa njia hii, na wengine wakifurahi kwamba tunaenda kuokolewa kwa matendo yetu. Lakini Yesu anataka kutuleta katika hatua ya kulia na kuugua, kuhofia zaidi yaliyo ndani yetu wenyewe kuliko ya nje. Nitarudi tena katika hatua hiyo.
Sikia, hapa ndipo ilipo siri ya mafanikio ya mamlaka ya upapa. Ni nadharia potofu ya wokovu. Mungu ametupatia mpango mzuri sana wa wokovu. Somo la patakatifu linatufundisha kwamba hatuwezi kuokolewa ndani ya dhambi. Ni kondoo wa Mungu pekee aweza kutuondoa katika dhambi. Mada pekee ya patakatifu yaweza kutuongoza katika njia inayotuongoza moja kwa moja katika mbinguni. Ndiyo maana Zaburi alisema, njia yako ye Bwana hii katika patakatifu. Ni nani aliye mkuu kama wewe Mungu wetu? Na sasa rafiki yangu, narudi kwenye pointi ambayo naamini ndiyo pointi muhimu zaidi. Ujumbe wa malaika watatu unatuonya dhidi ya mnyama, si ndio? Na tumejifunza kwamba tunatakiwa kuogopa zaidi ndani ya kanisa kuliko nje ya kanisa. Lakini rafiki zangu, tunapaswa kuogopa zaidi kutoka kwenye mioyo yetu wenyewe kulivyo tunavyoogopa kutoka kwenye mfumo wa kanisa la Wasabato. Watu fulani wamekuwa wakisema ya kwamba tunahisi huyu mtu ni jasusi. Okay, si tuna majesuiti ndani ya kanisa, si ndio? Wameingia ndani na wanajaribu kujichanganya nasi na wanafanya vitu fulani, si ndio? Lakini ngoja niwaambie, tukilinganisha ni mara ngapi Ellen White amezungumzia kuhusu Jesuit, na tulinganishe mara ngapi ameandika kuhusiana na patakatifu. Unajua, watu wengi wanapenda kuongelea majasusi wanafanya nini kuliko ni mangapi Jesus anafanya ndani yetu. Tunazungumza yote ambayo majasusi wanafanya ndani ya kanisa, lakini tukienda majumbani mwetu na ndani ya mioyo yetu tunafanya vibaya zaidi kuliko. Inawezekanaje ulimwenguni katika konferensi kuu ya kanisa ya kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mfumo wa kanisa kwa sababu ya uasi, na wakati huo ndani ya majumba yetu na nyumbani mwetu hatuishi kulingana na ule ukweli? Tunawezaje kusema ya kwamba tazama majasusi wameleta upagani ndani ya kanisa, kwa wakati kwenye televisheni zetu, kwenye miziki yetu, kwenye maisha yetu wenyewe sisi ni wapagani na Wakristo wa kipagani, tukiwa na vazi la Ukristo na tukiwa ndani ni wapagani, tukiwa na mfano wa utaua lakini hatuna nguvu yake. Huo ni Ukristo wa kipagani, rafiki zangu. Ni makaburi yaliyopakwa chokaa, yaliyojaa mifupa ya wafu. Namba 2 tulisema kuinuka kwa hekima ya kibinadamu kuliko Biblia. Tunasoma roho ya nabii na kusema ya kwamba tazama huyo dada anavaa hivi au yule kaka anavaa hivi, lakini roho ya nabii inasemaje kuhusiana na sisi wenyewe kwa vitu vyetu? Utaona kwamba tunapenda zaidi kunukuu roho ya unabii ili kuendeleza kampeni zetu. Haitoshi tu kusema ya kwamba naamini katika roho ya unabii na kwenda kuihubiri. Tunatakiwa tuikubali hata pale inapofungua na kutuweka wazi juu ya dhambi zetu wenyewe. Tuikubali pale inapotukemea na kutuonyesha matendo yetu maovu na matendo yetu ya siri katika majumba yetu na ndani ya mioyo yetu wenyewe. Tuseme ya kwamba Mungu, haya ni maneno yako yenye nguvu. Utaona ya kwamba sisi tumekuwa wepesi sana kuona yaliyo nje, lakini tunashindwa kuona yaliyo ndani ya mioyo yetu wenyewe. Tuna mnyama ndani ya mioyo yetu. Tunafanya yale tunayohisi na tunayowaza. Sasa si yale ambayo roho ya unabii inasema. Hivi tunaweza kuwalea vipi watoto wetu? Unajua, sipati picha ni zaidi ya jasusi, mtu ambaye mama au baba ambaye hajaongoka katika maisha yake. Tunapenda sana kurukia mambo haya mengine, lakini nini tunakifanya kwenye majumba yetu wenyewe? Tunashangaa kuhusu watoto wetu, wako hivyo kwa sababu ya sisi wenyewe. Namba 3, nadharia ya wokovu. Mimi siendi kuongelea kile kanisa linaamini. Wewe unaamini nini kuhusu wokovu? Sasa ujijibu ili swali kwa nafsi yako mwenyewe.
Because the heart, inapaswa lijibu hili kwa nafsi yako mwenyewe, kwa sababu moyo ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. who can know it? Ni nani aweza kufahamu? Yeye ajizaniaye amesimama, ajihadhari asije akaanguka. Right. Petro alisema ya kwamba tazama Bwana, Peter said, Lord, Petro alisema ya kwamba niko tayari kufa kwa ajili yako Yesu. Tayari. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Ellen White alisema ya kwamba kuna wanadamu leo ambao wanasema ya kwamba wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo Yesu, lakini watakuwa wa kwanza kumwacha Yesu. What is your idea of salvation? Don't think about Wewe nadharia yako ya wokovu ni ipi? Usifikirie mtu mwingine, jifikirie wewe mwenyewe. that you can be saved. Unaamini ya kwamba unaweza kuokolewa ndani ya dhambi yako? Unafikiri dhambi zote ambazo Mungu amezifunua juu yako utaendelea nazo ukitangaza kwamba wengine wapate ushindi wa dhambi, lakini wewe hutaki kupata ushindi wa dhambi zako? the quietness of your own home. Katika ukimya wa nyumba yako ambapo hakuna mtu anayekutazama. Na Mungu alikuonya juu ya program za television unazozitazama, na huwa unaguswa na kemeo hilo juu ya hilo, But you say, you know, God let that slide. He didn't really mean lakini hupuuza na kusema kwamba Bwana iache tu hiyo. food that you put in your mouth. Zingatia aina ya vyakula ambavyo unaviweka kwenye mdomo wako, na unajidanganya kwa nafsi yako kwamba hivyo ni vitu vidogo tu, Just chocolate. ni chocolate tu, na unasema ya kwamba hiyo ni kafeni tu. Caffeine. God knows I have to work too long. I can't spend time. Unasema ya kwamba Mungu anajua mimi nimekuwa na kazi nyingi, siwezi kutumia muda mwingi kwenye maombi, kwenye kutafakari neno la Mungu. Mungu anajua hilo. Unasema Mungu anaweza kutoa haki kwa imani kwa kanisa. Mungu anaweza kutoa haki na neema kwa kanisa, lakini kwako utafanya kitu fulani hivi. Saved in your sins. Do you believe it's going to happen? Hudai kuokolewa katika dhambi zako. Jesus did not even. Najua hii inaenda kutokea. His death. Kumbuka kifo cha Kristo kilifanyika ili kutuokoa tutoke dhambini. Au unaamini ya kwamba utaokolewa kwa matendo yako? Now you may not preach that. Okay, unaweza usihubiri hilo, But you might think lakini unaweza kufikiria kwamba kuna vitu fulani naweza kutenda Mungu atanikubali. Yaani kwamba kuna matengenezo fulani utayafanya kwa nguvu zako na utayafanya eti kuwa sehemu ya wokovu wako. Hata unapoyafanya mabadiliko hayo, bado hayabadilishi moyo wako. Unajua kuna watu wanaweza kufanya matengenezo ya vyakula na mavazi na bado akavaa mawigi ya kichwa. Lakini sikiliza, kama Kristo yuko ndani yako utafanya mabadiliko. Si kwa sababu unalazimishwa uache au ufanye matengenezo yale, lakini kwa sababu Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yaani tutafanya kwa sababu tunampenda Yesu Kristo. Ukimpenda utamtii. Kama unipendi hutaweza kunitii. Na ukimtii bila kupenda haina maana yoyote. Ngoja niwasomee. Katika kitabu cha Steps to Christ, njia salama, ukurasa 45, nabii wa Mungu anasema, ukurasa 44, kuna wale wanaojidai kumtumikia Mungu, lakini wanategemea zaidi katika jitihada zao wenyewe kutii sheria zake, kujitengenezea tabia njema ili kulinda wokovu wao. Mioyo yao haijaguswa na mguso wa kina wa upendo wa Kristo, lakini wanajaribu kuigiza mwenendo wa Mkristo kana kwamba ni kile Mungu anawataka wafanye kwa ajili yao, ili kwamba waipate mbingu. Sasa sikilizeni maneno yanayofuata. Dini kama hiyo haifaidi chochote. Haifaidi chochote. Wakati Kristo anapokaa ndani ya moyo, roho yako itajazwa na upendo wake, kwamba kwa mazungumzo naye utavutwa kumwelekea yeye,
Mwingine anasema ya kwamba nitawezaje kujisahau mwenyewe? Nukuu inasema ya kwamba tunapokuwa tukimtafakari Kristo, nafsi itasahaulika. Upendo kwa Yesu utakuwa ni chemchemi ya matendo. Wale wanaohisi upendo wa Mungu ubadilishao. Unajua kuna baadhi wanaojidai kuwa ni wana matengenezo, wanasema usiongelee kuhusu upendo wa Yesu, unajua huo utasababisha compromise, yani kupoteza msimamo. Hao hawajui nini maana ya upendo wa Yesu. Upendo wa kweli wa Yesu hauwezi kushusha kiwango cha Ukristo, bali utakipandisha kiwango cha Ukristo. Wale wanaoguswa na upendo wa Mungu ubadilishao hawaoni wingi wa mambo ambayo inatakiwa kuyaacha ama kujitoa kiasi gani ili waweze kukidhi mahitaji ya Mungu, bali wao husema ya kwamba ninaweza kutenda zaidi ama kutoa zaidi, kwa sababu upendo hutoa vyote, na kwa upendo Yesu alitoa kila kitu. Wengine husema ya kwamba kila ninapokuja kwenye mkutano kitu fulani kinakuwa kimeondoka. Na dada mmoja nilimwambia ya kwamba mpaka namaliza mahubiri haya nitahitaji uachane na vitu vyote, kwa sababu ni kitu gani ndani yetu ambacho ni cha thamani na kizuri? Maana mioyo yetu kwanza inaweza kuwa ni binafsi, na hakuna kitu ndani yetu kilicho kizuri. Vyote ni uchafu, vyote, hakuna kilicho kizuri isipokuwa Kristo pekee. Na tunatakiwa tufanye matengenezo kamili. Lakini sikilizeni, unajua unapotoa kila kitu, unapokea kila kitu. Unanielewa? Hivi unajisikiaje kubadilishana na mtu $10 alafu akupe $1,000,000? Unajisikiaje kubadilishana na Yesu moyo wako ulivyo mchafu alafu pewe moyo wa Yesu Kristo ulio safi? Mungu anapotuambia kwamba tuache vitu fulani, ujue ana kitu bora zaidi. Wale walio na upendo wa kweli wanasema, wale wana upendo wa kweli hawataomba kiwango kidogo tu cha Ukristo, bali wataomba kwa na udhihirisho wa tabia kamili ya Kristo. Mfano wa Kristo, mfano wa nje wa Kristo ni sawa na maigizo ya maneno tu. Ni maneno tu, ni utaua ulio mkavu, ni sawa na mti mkavu ulio mzito. Nikiwa nimesema haya au nimesema lile, kila mmoja wetu ana mnyama ndani yake, sio tu ulimwenguni, sio tu kichwani au ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato au ulimwenguni. Na Yesu ametuonya juu ya hayo, lakini kile kilicho cha hatari zaidi ni yule mnyama aliye ndani yako. Na ujue Biblia inapoonya ya kwamba dunia yote itamsajabia mnyama, kama bado una tabia za mnyama ndani ya moyo wako, wakati ule chapa ya mnyama itakapotangazwa yule mnyama aliyeko nje atapata mwitikio chanya kutoka kwa mnyama aliyeko ndani yako, na pamoja vitaungana, maana zinazofanana zitavutana. Na kama una tabia yoyote hata moja ya mnyama, na sijali unaigiza kuwa na msimamo gani, utakuja kumstajabia mnyama. Kama ni Mkristo wa kipagani, unaamini mawazo yako kuliko uvuvio, kuliko Biblia na roho ya unabii. Kama unaamini matendo yako katika zana ya wokovu, kumbuka kuwa wakati Yesu anakaribia msalabani, Shetani alikuja, hakuona kitu kilicho mali yake ndani ya Kristo Yesu. Yesu hakuweza kutenda dhambi hata kwa mawazo. Nabii alisema kwamba hii ndiyo inatakiwa iwe hali ya watu wanaoishi siku za mwisho. Si hata mimi. Tunashikilia desturi zetu bure.
tukifundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya wanadamu. Yesu alisema si kile kinachotoka nje kinachochafua mwili au kinachomtia unajisi mtu. Kinachomtia mtu unajisi ni kile ambacho kiko ndani, kilicho ndani yetu. Maana yale yanayotoka ndani ya moyo, mawazo mabaya, na kama kuna vitu ambavyo ni vya mnyama ndani yako, ndiyo vile ambavyo vitakusababisha wewe kuweza kupokea chapa ya mnyama. Na swali katika siku ya leo, je, yule mnyama ndani yako ameshashindwa? Tunajifunza kwamba chapa ya mnyama inakuja, sheria ya Jumapili inakuja. Tunaona sanamu jeraha la mauti linakaribia kupona, lakini bado tuko na mnyama wetu ndani yetu ambaye yuko hai kabisa. Hebu tuogope zaidi kutoka ndani yetu kuliko nje. Unakumbuka katika Ufunuo sura ya 20 kwamba malaika mwenye nguvu alikuja kumkamata Ibilisi na kumfunga mnyororo kwa miaka 1000. Unapaswa kujua ya kwamba iko hivyo. Kwa hiyo ujue rafiki yangu, ndiyo maana Mungu ametupatia ujumbe kwa Laodikia. Sio tu kuutumia kuwahubiri wengine, lakini sisi wenyewe tujichunguze ya kwamba wengine wako uchi, tuko uchi, hatuna nguo, tu vipofu. Hata mimi niko katika hali hiyo. Unajua ya kwamba hakuna hata mmoja anaweza kupokea mvua ya masika wala kuingia kwenye sauti kuu mpaka kwanza yeye mwenyewe aupokee ujumbe wa Laodikia. Nabii alisema ya kwamba yani hatima ya kanisa ndipo iko katika ujumbe huo wa makemeo. Alisema ya kwamba aliona wengine hawataweza kupokea ujumbe huo, watainuka na kuupinga, na hiyo ndiyo kutasababisha pepeto, yani watapepetwa nje. Mungu anahitaji mtu fulani aupokee yeye mwenyewe binafsi, ya kwamba Mungu, mimi niko uchi, niko katika taabu, naomba msaada wako. Unajua mwishoni katika ujumbe huo kwa Laodikia, mwishoni wanamaliza ya kwamba kisema, tazama nasimama mlangoni na bisha, na yeye anifunguliaye nitaingia, nitakula naye, nitakaa naye. Na Kristo anapoingia ndani, unafikiri anakuja na nini? He's going to boot him out. And so you must say, come in. Kwa hiyo unapaswa kusema, karibu Yesu katika moyo wangu. Na unatakiwa kusema, Bwana Mungu, kama ndani yangu kuna mnyama yuko hai, kama ndani yangu kuna kitu fulani ambacho ni kibaya, niondolee Mungu. Na ndiyo maana sio bahati tu kwamba uko hapa leo. Mungu ananena na mioyo yetu ya kwamba tuokolewe, na mimi nasema kaa tayari kuokolewa. Mtu fulani aliuliza ya kwamba, Pastor, ninawezaje kutoa maisha yangu kwa Kristo? Ni jinsi gani naweza kusalimisha mapenzi yangu kwa Kristo? Karamu ya uvuvi inasema ni rahisi sana. Alisema ya kwamba ilikuwa ni maneno rahisi. Aliandika katika Steps to Christ ya kwamba haikuwa rahisi kusema ninawezaje kumpata Yesu. Katika sura hiyo anasema haitoshi kuwa na ujuzi wa kweli na maandiko kwa muda mrefu. Unatakiwa kuwakuta watu katika uzima ulio ndani katika Kristo Yesu. Utafanikiwa kikamilifu kama Kristo anakaa ndani yako, kwa sababu anasema bila mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kristo anabisha katika mlango wa moyo wako, na bado wengine wanasema kwamba bado simuoni. Sikia kila anachokisema, kwa nini unioni? Anasema ya kwamba nimesimama hapa nabisha mlango. Haijalishi umetenda dhambi nyingi kiasi gani, lakini nachokiambia kwamba Yesu yuko mlangoni pa moyo wako anabisha. Wengine waendelea kusema kwamba bado simuoni. Kwa nini humuoni? Naye anasema ya kwamba mimi nabisha mlangoni mwako, kwa nini haufungui mlango? Karamu ya uvuvi inasema ya kwamba kwa nini usiseme ya kwamba karibu, ingia ndani yangu Bwana.
And if I was you, I would say that in my own heart. Come Anasema, in, Lord. ingia ndani yangu Bwana wangu. In quotation. Katika She nukuu goes on to anasema, say, I am... Naye Mungu anakwenda kwa kasi ya ajabu, anajua muda wake ni mchache. Anaona wenye nuru nao wamelala, wamezingwa na shughuli za dunia. Wamesahau kuwasha taa ziangaze, hata pia kuzijazia mafuta. Naye Mungu anakwenda kwa kasi ya ajabu, anajua muda wake ni mchache. Anaona wenye nuru nao wamelala, wamezingwa na shughuli